Mheshimiwa Stella Simon Fiawa atafuatiwa na Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka. Mheshimiwa Nicodemus Henry Maganga ajiandae. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia katika bajeti ya wizara hii ya ujenzi. Wizara muhimu sana ambayo inategemewa kwa asilimia kubwa sana na wananchi wote, wa chini, maskini na matajiri, wote wanategemea wizara hii muhimu. Mheshimiwa Spika, nitakuwa na mambo machache kutokana na muda. Jambo la kwanza nitaomba nizungumzie barabara ya Tunduma, Igawa Tunduma. Wote tunajua umuhimu mkubwa wa barabara hii. Zaidi ya mizigo 73% inayopitia katika bandari ya Dar es Salaam inaenda kupita katika mpaka wa Tunduma. Kwa kuwa mizigo mingi inapita inakwenda huko kwenye nchi za SADC. Kwa hiyo barabara ni muhimu sana. Lakini Mheshimiwa Spika, kumekuwa kuna changamoto sana. Kuna wakati wananchi wanajua kwamba barabara hii inachangia kwa asilimia kubwa pato la taifa. Lakini changamoto ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo wananchi, tunafika mahali tunafikiri kwamba hivi serikali mnakiona hasa kile kinachoendelea Tunduma au hamuoni? Na kama mnaona, ni hatua gani za haraka na za dharura ambazo mnazichukua ili kutunusuru wananchi wa mji wa Tunduma? Hali sio nzuri kwa kweli. Tunasema haya huko wakati tunafikiri kwamba hivi kwenye hii wizara hakuna fedha za dharura za kuweza kutusaidia pale Tunduma. Mheshimiwa Spika, mlundikano mkubwa wa magari uliopo Tunduma kwa kweli ni hatari. Lakini sio magari tu ya mizigo, yako magari ya mafuta ambayo na yenyewe yanakaa kwenye foleni pale zaidi ya masaa, kitu ambacho pia ni hatari, kinaweza kuhatarisha hata mazingira. Mheshimiwa Spika, serikali hebu lioneni hili. Sisi tunajua umuhimu wa barabara hii, lakini njooni na mpango wa haraka. Hata kama tunaona kwamba barabara hii mmeingiza kwenye PPP, lakini ukweli ni kwamba changamoto ni kubwa sana. Tunajua jitihada kubwa ambazo anazifanya Mheshimiwa Rais kuhakikisha anafungua uchumi wa nchi yetu. Lakini tuoneni kwa jicho la namna ya pekee kabisa. Tuangalieni Tunduma. Hali sio nzuri. Kuna umuhimu mkubwa wa kutengeneza barabara 4. Kuna umuhimu mkubwa wa kutengeneza njia 4 ili kunusuru maisha ya wanatunduma, ili kunusuru muda. Jamani, tusaidieni. Yaani huko wakati tunasimama kuzungumza mara mbili hapa kwa habari ya mji wa Tunduma, lakini sisi tunaoishi pale tunaona. Unajua kuna wakati mimi nafikiri mawaziri hata mkija pale, nyinyi ule msongamano unabalansiwa. Hamuoni haza ambayo tunakutana nayo wananchi wa mji wa Tunduma. Hamuoni. Natamani siku moja mkija, ule muda mahali ambapo mnaweza kutumia dakika 5 mkitumia masaa 5, pengine mnaweza kufikiri namna ya kutusaidia wanatunduma. Mnaweza kufikiri. Hatusemi tunayakataa yale malori. Tunakubali kwa sababu ni sehemu ya kuchochea uchumi wetu. Lakini je, mnatuchukulieje na mnatuweka kwenye mazingira gani wananchi wanaoishi kwenye ule mji? Mnaweka kwenye mazingira gani? Serikali, oneni namna ya kutusaidia kutunusuru na ile adha ya foleni ambayo imekuwa ni too much. Hali sio nzuri. Mahali pa dakika 5 unatumia masaa 5. Nyinyi mkija mna nafuu. Nimesema hapa, mawaziri mkija nyinyi pale huwa panabalansiwa, mnapata namna nzuri ya kupita. Lakini mmeweza kufikiri wananchi ambao wanaamka na kulala pale, ile hali ikoje? Kwamba mmeshinda kutusaidieni basi walau njia 4 zianzie hata Tunduma, basi hata Chimbuya, pengine mnaweza kutupunguzia ile adha ambayo tunakutana nayo. Angalieni basi, kwani ni kilomita ngapi? Mpaka ule unaingiza kiasi gani cha fedha? Mbona mamilioni ya fedha yanaingia kupitia ule mpaka? Namna gani mnashinda kutusaidia? Kutoka pale kutoka custom kuelekea Chimbuya tu. Basi yani kwa kuanzia tu ili mtutie moyo, tujue kwamba serikali mnaliona lile ambalo linaendelea pale Tunduma. Tutieni moyo hata kwa kilomita 10 tu ama 20. Mtakuwa mmetusaidia na tutajua Tunduma mnathamini uwepo wa ule mpaka. Tutajua serikali mnathamini uwepo wa ule mpaka.
Tunaombeni mtusaidie kuepukana na ile adha ya mlundikano wa magari kwa kututengenezea njia 4 ambazo pengine basi zianze tu pale. Tumesema yani walau kwa kututia moyo. Zianze pale custom. Zishi hata Chimbuya afu kwingine huko ndiko muendelee nako. Mheshimiwa Spika, muda wangu umeisha. Umeisha. Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka atafuatiwa na Mheshimiwa Nikodema